Kero yangu kubwa ni mradi wetu wa maji huu. Mimi nimekuwa kwenye serikali ya kijiji miaka nenda rudi. Wakati mradi huu ulipokuwa mikononi mwa serikali ya kijiji, hakuna sehemu yoyote ile ambapo wananchi tulikuwa tunakosa maji. Lakini baada ya mradi huu kunafirisishwa kupelekwa RUWASA. Yaani mtandao wote wa maji kijiji cha Ntobe ulifanya nini? Ulikufa. Sasa tukuombe kama vile tulivyomueleza meneja wa RUWASA, urudi kule waeleze, na kauli hatutaifuta. Kama wameshindwa kuzungukia huu mradi, basi waurudishe kwetu sisi wananchi, mradi tuendelee kuhudumia kama tulivyokuwa tunauhudumia. Tuone kama sisi wananchi mradi utatushinda. Tofauti na hapo, ukianzia maeneo ya huku yote Mkibungere mpaka hapa Msumba, maji yanapatikana bila shida. Lakini baada ya kuingiza mkono wa RUWASA, hakuna kitu chochote ambacho waliongeza, bali wanakuja kuchuma pesa zao kana kwamba mradi huu ni kama shamba la bibi yao. Kwa tukuombe mheshimiwa, kero hii uipeleke kwa mhandisi wa maji na uifikishe mpaka kwa mkurugenzi. Tuone kama sisi Wanantobe tunaweza tukaondoka na adha hii ya maji. Vyombo vya habari, Radio Kwizera na sehemu pengine, lakini swala la maji kwenye kitongoji changu kimekuwa ni shida kubwa sana. Yaani kiasi kwamba 90% ya Mkididiri hatuna maji. Lakini pia cha kushangaza, unakuta maeneo ya Msumba, Mkibungere, unakuta kwa 10% fulani wana maji, lakini nashindwa kuelewa kwamba sababu ambayo inaweza kufanya maji yasifike Mkididiri ni ipi. Na wakati mheshimiwa hapa center, kuna kipindi nakuja hapa nakuta maji yapo, lakini pia tanki ambalo linatupa maji Mkididiri liko hapo juu. Pengine unashangaa unakuta mzee Shabani hapo juu ana maji, lakini tunashangaa ni kwa nini tanki hili linaweza kushindwa kupata maji. Kuanzia muda wa saa 5 watu wameshalala, upungufu wa kutumia maji umepungua, lakini nafika kesho yake tunakosa hata maji. Lakini bii yake cha kushangaza ni kwamba mradi huu tangu ukabidhiwe kwenye mradi wa RUWASA, sisi tunapofanya mikutano huko kwenye vitongoji tunakutana na changamoto kubwa sana. Tunaulizwa kwamba kipi ambacho kimeshaongezeka tangu wakabidhiwe mradi, ni kipi ambacho kimefanyika tofauti na ile hali ya kuweza kuwagawia watu au kupanua mradi kupeleka kwenye majumba ya watu. Lakini la kushangaza, hata Mkididiri watu wamevuta maji, si wale waliovuta leo mabomba yale ni kama tu ni vinia macho tu. Kwa hiyo nafikiri changamoto tunayokutana nayo ni kwamba tungeomba kama kuna uwezekano, basi mradi ungerudi kwenye kijiji ukawa chini ya serikali ya kijiji. Pengine vile tunavyozungumza kwamba maji ni uhai, pengine hata Mkididiri iweze kupata maji. Inatuchukua muda Mkididiri, hakuna sehemu ambayo tunaweza tukachota ambapo ni tingatinga ambayo ina maji mazuri, hamna. Lakini tunashangaa watu wanaamka saa 8 wanafuata maji huku Msumba, wakati uwezo wa kufika maji kule ulikuwepo kipindi cha nyuma. Kwa mheshimiwa diwani, ninaamini katika mchaka ambayo mnaipitia, kumbuka Mkididiri yako kabisa, kero ya kwanza na tatizo ambalo wanalo ni shida ya maji. Unaweza ukashangaa, ndio maana hapo unaweza ukashangaa malaria zimeongezeka. Uwezi ukajua chanzo ni nini. Asilimia watu 90 leo wanatumia maji ya tingatinga, maana mabomba hayana maji. Lakini ukija kuangalia si kwamba hiki chanzo kitakuwa hakina maji. Kwa usimamizi inaonekana kwamba ni hafifu. Kwa mheshimiwa wetu diwani, inaamini kwamba kwa niaba ya wananchi wa Mkididiri, kitongoji ambacho kina kaya zaidi ya 280 na hakina maji. Kwa hiyo mimi ninaomba mheshimiwa diwani, kama kuna uwezekano, hili swala la mradi wa maji, maana leo sisi serikali ya kijiji hatuna usemi. Maana fikiria mtu anayeongoza Ntobe yuko Msumba ya huko Junga la mjini, yuko Mgweli huko,
Na sisi kama ulivyozungumza kwamba mifumo imebadilika, unashangaa huyo mtu utamtafutia wapi? Ofisi hii hapa imejengwa kwa gharama kubwa sana, haifunguliwi. Sijaona kuna mtu ambaye anakaa humo hata siku moja, kiasi kwamba hata mwananchi anasema bora ofisi hapa ingejenga hata vyumba viwili vya madarasa pale ingekuwa bora zaidi. Kwa mheshimiwa, mimi ninaumia sana juu ya maji. Ninaamini hata kwenye vyombo vya habari umewahi kunisikia wananchi hapa walilalamika, lakini nakumbuka hata huyu manager wa RUWASA hapa aliwahi kunipa majibu, aliyatoa kwenye redio, walikimbika ya pale wakamchukua maelezo, anasema hili swala litatekelezeka. Lakini tangu siku hiyo mpaka wa leo hali ni ile ile. Tafadhali mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa diwani, si kwamba tunazungumza kwa dharau au kwa uchungu, na hisi utatuona vibaya, lakini sisi kama wananchi au viongozi wa chini huwa tunakumbana na masuala ambayo sisi tunashinda hata namna ya kuweza kuyajibu, na ndio maana tumeamua pengine hata mwananchi leo ajue kwamba tunayazungumza. Mimi nikija kwenye kikao cha serikali ya kijiji, mimi mwenyekiti nampa taarifa ambayo nakutana nayo huku, lakini naye utakuta anakimbia kwenye ofisi hapa, hakuna hata mtu wa kuweza kufanya kumpa taarifa hiyo. Kwa hiyo ninaomba hilo kama kuna uwezekano mheshimiwa liweze kufika mbele ili tuweze kupata maji kama watu wengine. Kwanza tumezungumza swala la visima. Visima nimeelekeza visima cha Bulambia na Mkatoka toke. Wananchi wekeni, viongozi wekeni mfuko wa kulinda visima vile ambavyo tumevijenga kwa thamani ya zaidi ya milioni 8. Visima hivyo vitunzeni kwa nguvu kubwa, maana hizi pesa zilitengwa kwa ajili, lakini tulibakiza na milioni 1,100,000 na 34 na shilingi 295. Pesa hizi mwenyekiti wa kijiji, nitawasiliana na manager wa RUWASA tuzielekeze kwenye kukarabati chanzo cha maji. Kile chanzo cha maji kilichobomolewa kule, tuongeze wingi wa maji ili tuone wananchi wa Mkirelama na wananchi wengine ambao maji yanakuwa machache, tuongeze maji hayo ili tubaki tunaangalia changamoto zipi zinasababisha wananchi hawapati maji ya kitu kwa tumekirekebisha pale. Wananchi hoye! Hoye! Tobeye hoye! Hoye! Kwa hiyo hela hii milioni 1 na 134 zilizobaki tunazielekeza pia kwenye ukarabati wa chanzo cha maji ili tupate maji ya kutosha, tuone namna ya kutatua kero ya maji. Naomba niunganishie hapo swala la maji. Kwa kweli swala la maji kama wajumbe mlivyozungumuza na mmekita kuzungumuza maji kwenye mwili wa binadamu ni karibia 80%. 20% tu ndio imebaki ni mzunguko wa damu, lakini 80% yote ni maji ya mwili wa binadamu. Kwa hiyo kama hatuna maji, tafsiri yake uhai wetu uko hatarini. Kwa hiyo niwaombeni ndugu zangu, niwaambie wananchi, swala hili nimelichukua, na hata kabla sijaja hapa nimeanza nalo. Nimezungumza na manager wa RUWASA, nimekubaliana, ninamuita arudi aje, nataka nikutane naye pamoja na wenye viti wa vijiji wote, tukae pamoja na yeye tutatue changamoto za wananchi zinazohusiana na hali ya maji. Mheshimiwa Rais amewaweka ili wasikae ofisini, watoke ofisini waje kuwahudumia wananchi. Na yeye ameniambia manager wa RUWASA kwamba yuko tayari kuja tuweze kukaa, tuweze kutatua changamoto hizi. Mwanzoni changamoto iliyokuwepo ambayo mwenyekiti wa kijiji pia ameniambia mliokubaliana na ofisi ya RUWASA ni kwamba mita zilizofungwa ni mbovu, hazisomi vizuri mahitaji namna wananchi wanavyotumia, na mita zinaposoma zinasoma kiwango kikubwa kuliko kile ambacho mwananchi ametumia. Kwa tulikubaliana waje warekebishe mita hizi ili wananchi wavute maji, na wengine wale waliovuta maji wanaolipa kwa njia ya mita waweze kulipa, na tuone namna ya kutatua kero za wananchi. Lakini ndugu yangu, ukweli waangaza wanasema ukweli unapita kwenye moto hauungui. Wananchi hawa vitongoji ambavyo hapa kuna maji, hizi gati kwa nini zimefungwa?
Gati hizi zimefungwa kwa sababu wananchi wanaotumia hizi gati wameacha kulipa. Wakati wananchi wa Mkididiri wanaomba Mungu ni lini tupate maji haya hata tulipie, na wale ambao wana maji hawalipii. Huo ni ukweli, ndio maana zile gati zikafanyeje? Zikafungwa. Sasa mimi ni waombeni wananchi, wakati unatafuta namna ya kutatua changamoto ya wananchi hao ambao hawapati maji wa kitongoji hiki cha Mkididiri, wale wananchi wanaotumia zile gati, wenye viti wa vitongoji, kaeni na wananchi hao, mbaini ni nani wanatumia gati hiyo. Halafu mkisha kuwabaini, mkae mzungumuze, walipie gharama ile inayohitajika kwenye gati. Mimi nimwambie meneja wa RUWASA, wananchi wamekwisha kulipia, njoo wafungulie maji, kwa sababu maji haya ni gharama. Mnafahamu mwanzoni tumekarabati mradi huu kwa milioni 25. Tukakarabati mradi huu wa hapa pamoja na mradi wa Chivu milioni 50. Sasa hivi tumepata bilioni 1 na milioni 688. Tumetengeneza mradi wa Kigina na kitongoji cha Mgwabira ambao tunategemea maji yale, hata kama kuna mapungufu tunaweza tukayafuta yale maji tukayasogeza kidogo kidogo yakaja hata kwenye vitongoji vya Mnyagahira na maeneo ya Ntobea ambayo ni maeneo jirani, kwa sababu yale maji ni mengi, mabomba yanapasuka. Lakini kama Mama Samia anatuma pesa, tunakarabati miradi, halafu bado hatulipii. Wengine wanasema haya maji yametengenezwa na Mungu. Je, Mungu ameyaweka kule mlimani, lakini kutoka mlimani kufika hapa kwa wananchi yameletwa na serikali. Wananchi lazima tujue. Wengine wanasema maji haya jamani yametengenezwa na Mungu. Kuna mjumbe alisema haya maji tulipata hisani ya Nyerere. Mheshimiwa Nyerere ndiye aliyekuja akatuletea mradi huu, ilikuwa ni hisani. Sasa ndugu zangu, kama alifanya hisani Mheshimiwa Nyerere akaleta maji, alifanya kitu kibaya? Sasa kama ameleta maji Mwalimu Nyerere, arudi kuja kununua na vipuli vya maji yale? Mwalimu Nyerere kwa sababu ameleta hisani, arudi kule kutengeneza vyanzo vya maji? Mwalimu Nyerere aje kununua hizi haya mabomba ya kutandaza? Lazima wananchi, tumepewa miradi na serikali. Miradi hii ni ya kwetu, tuilinde. Miradi yote iliyoko ndani ya serikali ya kijiji ni mali ya wananchi wa kijiji hicho. Kwa mimi ni waombeni ndugu zangu, tulinde miradi hii kwa nguvu zote. Ukiona kuna mtu ambaye ana fikra na mawazo ya namna hii, mwambie wewe kaa nyuma, sisi tunataka tusogee mbele, huu mradi ni wa kwetu. Sisi leo tupo, kesho utakuwa hatupo. Nani anajua kama kesho atakuwepo? Watoto wetu watatumia nini? Wajukuu wetu watatumia nini? Kwa tunahitaji kulinda miradi hii. Sisi tuiache kama Mwalimu Nyerere alivyoileta, akatuachia kwa upendo mkubwa, na sisi miradi hii tuiache, tuachie watoto na wajukuu. Hii miradi wasaidieni wananchi na watoto wetu. Kwa tukubaliane kwa pamoja, hii miradi mwilinde. Wenye vitu wa vitongoji, kweni na machungu. Wale wenye vitu wa vitongoji ambako sasa hivi mnapata maji, naomba muwe na machungu ya kulinda miradi hii na wananchi waweze kuchangia. Halafu na sisi viongozi tutembee kipaumbele kuambia hawa watumishi wa idara ya maji wa RUWASA, kwa nini wananchi hawana maji, tukiwa na hoja kwamba wananchi wanalipa, kwa nini hawana maji.